Iliyopita mmeona namna ambapo naibu spika ametutaka wabunge wote wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kutoka bungeni baada ya kambi kuonyesha dhahiri ulazima wa kiti kusimamia kanuni za uendeshaji wa bunge. Bunge lilipoahirishwa kipindi cha asubuhi, kulikuwa kuna hoja maalum iliyokuwa mezani, na bunge liliahirishwa. Kamati ya uongozi ikaitwa ili likafanye wajibu wake wa kushauri spika, na hatimaye spika tutakaporejea saa 10, wajibu wa kwanza ulikuwa ni kuhitimisha hoja ambayo ilikuwa katikati. Si kanuni za bunge, hoja kujadiliwa, ikaishia katikati, ikaja hoja nyingine, ikakamilishwa ile hoja awali, ikarejeshwa. Sio taratibu kabisa wa uendeshaji bunge, na kwa kipindi changu cha miaka yote nimeishi katika bunge hili, huu ni uamuzi wa kituko kuliko ambao nilishawahi kuona wakati mwingine wowote. Kwa kilichokuwa kinapiganiwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni kilikuwa ni spika aache tujadili hoja iliyoahirisha bunge asubuhi, ambayo ni hoja iliyohusu sakata la UDOM. Kwa taarifa yenu tu ni kwamba kamati ya uongozi ilikaa, na baada ya kamati ya uongozi kukaa iliona kabisa kwamba wanafunzi wa UDOM hawakuwa na makosa, na kamati ya uongozi ilishauri uongozi wa bunge na ilishauri serikali tutakaporejea bungeni saa 10 jioni, basi waziri wa elimu wanayehusika aje atoe kauli ya serikali kuhusu kuwarejesha wanafunzi ambao bado wako Dodoma, chuo kikuu Dodoma kule UDOM, wakati taratibu nyingine zinafuatwa. Lakini siku ya leo vile ilikuwa na mambo mengine mawili makubwa sana. La kwanza ni mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maji, wizara ambayo ni nyeti mno, inagusa sana Watanzania walio wengi. Mtakumbuka kwamba wizara hii iliwasilisha bajeti yake siku ya Jumamosi, na leo ulikuwa kuna muda wa msingi sana wa kufanya mjadala wa muhimu kuhusu swala la maji ambalo ni tatizo na kero kubwa kwa taifa. Lakini katika mazingira ya kushangaza na kustajabisha, naibu spika akafanya kosa la pili. Kosa la kwanza, aliacha kuendelea na mjadala uliokuwa uko mezani, lakini kosa la pili akaamua kuufunga mjadala wa maji kwa kumuita naibu waziri aanze kuwasilisha majumuisho, alafu aje waziri kumalizia majumuisho, kwamba sasa Watanzania ama wabunge wananyimwa fursa ya kujadili jambo la msingi sana ambalo ni tatizo la maji linalogusa maisha ya Watanzania wa kawaida. Lakini kwa taarifa zenu wa ndugu waandishi wa habari, katika oda ya pepa ya leo vile kulikuwepo na taarifa ya kamati ya maadili, ambako kwa msukumo na shinikizo la naibu spika walikusudia kumaliza mambo mengine yote wakiona hayana maana, ili kuokoa muda, wapate muda wa kuadhibu wabunge wanaotokana na kambi ya Ukawa, ambao kwa misingi ya uwajibikaji wao ndani ya bunge kutetea hoja mbalimbali wanaonekana kwamba wanakosa nidhamu. Sasa kwa sababu ya kutafuta kulazimisha huo muda, waziri anaamua kufunga wizara nyeti kama wizara ya maji, naibu spika, eti ili apate muda wa kwenda kujadili taarifa ya kamati ya maadili. Pili, anaahirisha maelekezo ya kamati ya uongozi wa hoja iliyokuwa mezani kuhusiana na UDOM. Anasema baadaye waziri atapatiwa nafasi nyingine, ili tu kuokoa muda kujadili kamati inayokwenda kufanya maamuzi ya uonevu, kamati ya maadili. Sasa baada ya kuyajadili hayo misingi hiyo mitatu, mliona kambi yetu ilivyoreact. Tukitegemea spika angekuwa na busara kumruhusu Mheshimiwa Mnyika atoe hoja yake, au Mheshimiwa Bulaya atoe hoja yake,
au Mheshimiwa Heche atoe hoja yake. Ninaomba muambie Watanzania kwamba hatutaki kutokuheshimu kiti cha spika, lakini tunategemea spika aheshimu wabunge, aheshimu mawazo ya wabunge na aheshimu taratibu za kuliongoza bunge. Na sio wakati wote taratibu nyingine zinazoundwa ni taratibu ambazo ni za haki. Tunapoona taratibu na kanuni zimetungwa kwa ajili ya wingi wa kundi moja za kuzima maslahi ya walio wengi, hatutaziheshimu hizo kanuni, na kama ni kutufukuza bungeni wanaweza wakatufukuza. Hatutafanya utii usio na dhamira ya kweli. Sasa baada ya yote hayo tunakutana na wabunge, na ni pendekezo langu kwa waheshimiwa wabunge wa kambi ya upinzani kwamba tatizo kubwa la bunge la 11 la msingi kabisa ni naibu spika. Na kwa sababu tumeona mara kwa mara bunge linavurugika, mienendo ya bunge inavurugika, maamuzi ya bunge yanapuuzwa, ni tangu kujiwa kwa ujio huu wa mtu anaitwa Tulia Ackton kama naibu spika. Mimi ni pendekezo langu kwenu wabunge leo, la kwanza kabisa katika ajenda yetu ya leo, tujadili ajenda ya kutokuwa na imani na naibu spika. Na katika kutokuwa na imani na naibu spika, nitapendekeza kwenu waheshimiwa wabunge kwamba siku yoyote ambayo spika huyu, naibu huyu atakuwa kwenye kiti, sisi tutatoka nje. Sasa hayo mengine ya kina tutajadili. Waandishi wa habari, kwa leo hayo yanawatosha. Tumechoka kuonea katika bunge hili, kama ni maagizo yanayotoka nje ya bunge ama ya ndani ya bunge. Tumechoka kufanya watoto wadogo kila siku kufukuzwa bungeni, na sasa tutataka na sisi kuonyesha kwamba tunaweza kufanya siasa ndani ya bunge na tuna uwezo wa kufanya siasa nje ya bunge. Wanachodai masikini hao ni elimu, na cha ajabu watu hao wameletwa na program maalum ya serikali ya awamu 4 iliyopita kwa ajili ya kuondoa shida ya tatizo la walimu wa sayansi kwenye shule za msingi na sekondari kwenye taifa hili. Kwa ni special program ambayo iliandaliwa kwa maalum wake. Sasa badala yake wanawafukuza watoto wa kike 1400 usiku mmoja hapa Dodoma, hata hoteli hazitoshi kulala. Hawana fedha, wengine wanabakwa. Waende wapi? Hawana chakula, hawana chakunywa, hawana sehemu ya kulala, hawana sehemu ya kuogea, hawana shilingi ya kuishi, hawana chochote. Ama waende wapi? Hata sehemu pekee ambapo wanafunzi wao wangeweza kulidia nchi yao ni kupitia wabunge. Na kwenye bunge tumuomba, hata uzuri na shukuru ameanza mbunge wa CCM Kamia. Kakosea kanuni. Nimekuja na kanuni 2 swala dharura na kuahirisha mjadala tujadili mustakabali wa wanafunzi 7802 kwa chuo cha UDOM. Alafu naibu spika anasema sio swala dharura. Watoto wa kike wanabakwa mjini wanasema sio swala dharura. Na wewe ni mwananispika mwanamke. Haiwezekani. Watu hawali, watu hawanyi, wako mtaani afu unasema unawapelekea polisi. Sasa polisi wamejaa tena, afu unakuja unasema alafu unamtoa mbunge nani kwa kutetea maslahi ya Watanzania. Hoja iko pale. Tatizo hili la dharura, vinginevyo na ili bunge lifungwe tuondoke. Kwa sababu kuna watu 7000 ambao wako mtaani hatujui hatima yao ni nini. Wako hapo stand kaangalia ndio zaidi. Sawa mheshimiwa Nakali. Serikali imesema kwamba ilikuwa inachukua hatua kwa ajili ya kutatua mgogoro. Kwa ndani ya mwezi mzima hapakuwa na suluhu yoyote. Unaona baada ya watoto kuteseka warudi nyumbani, alafu serikali unachukuaje hatua kwa kufukuza mwanafunzi ambaye anakosa kumpa masaa 24 peke yake? Hana nauli, mpelekee basi kama alivyofanya Nyerere na training, wapeleke nyumbani kwao. Okay, ushauri wenu kwa serikali ni tujadili tuone namna gani ya kuwasaidia wanafunzi. Ndio kilichobaki kujadili. This is all about debate. Sisi ni wawakilishi, kazi ya mwakilishi ni kuwakilisha ambao hawezi kuingia huko ndani. Wanafunzi wa UDOM waingie bungeni, sisi ndio wajibu wetu huo. Ni kweli kujadili ni sawa, ushauri unafikiri serikali itafanya ushauri utatoka ndani ya bunge, wabunge watashauri serikali au usikilizeni wabunge anasema sio angetusikiza tujadili tu ushauri. Na watoto wa kike jana waheshimiwa wabunge wengine wamelala na watoto 50 nyumbani kwao. Watoto wadogo, watoto wametoka maeneo tofauti. Yaani ukionyeshwa meseji za vijana ambao wanatoka kwenye majimbo yetu, watoto wa kike wanashinda 60. Kuna watoto wengine bila kuchukuliwa na waheshimiwa wabunge walikuwa wanafanywa vitendo vya ajabu. Hoja hii ya kitaifa, watu zaidi ya 7000 unakuja unasema usitoe hata dakika 20 ya kujadili.
wakati sisi tunajadili mambo ya nchi, wameconcentrate kuja kufukuza wabunge, wameconcentrate kuja kutoa adhabu za ajabu ajabu. Umeona Mheshimiwa Nassari ametoa hoja ya msingi, baadhi ya wabunge wa CCM wameunga mkono, wanakuja kumdhalilisha na kumtuka. Na hii ndio tunasema serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa na tabia ya kufanya mambo kwa zimamoto. Wangeruhusu tu tungejadili, tunajadili kwa maslahi ya umma. Na kwa mara ya kwanza kwa kweli kuna baadhi ya wabunge wa CCM tuwapongeze, wameonyesha solidarity, wamesimama kabisa kukemea, lakini kiti pamoja na chief whip wao ameshindwa kuona tatizo hili ni muhimu, na leo hili tulisimama bila kujali itikadi ya vyama. Hali ni mbaya, wamewatimua watoto bila notice, na matokeo yake watoto hawana nauli, hawana chakula, hawana mahali pa kwenda. Watoto wamezagaa stendi, kama vile haitoshi wamewapelekea askari kuwazingira, kutaka kuwapiga, kuwafukuza. Watoto hawana kwa kwenda. Matokeo yake watoto wengine, sasa watoto wadogo wa kike, wameamua kujiuza huku mjini. Sisi ndio baba zao, sisi ndio viongozi wao. Spika anaambiwa bunge lijadili, tuone namna walau ya kusaidia watoto waende makwao, hawataki. Sasa tufanye nini? Tunajadili hii bajeti kwa ajili ya nani? Si kwa ajili ya watoto. Alafu watoto hawana kosa. Kosa ni walimu na serikali. Walimu wanadai, watoto hawataki kusoma. Sasa wamechukua askari kila mahali wanaosoma. Na walimu wa sayansi kwenye shule za msingi na sekondari kwenye taifa. Kwa ni special program ambao iliandaliwa kwa maalum wake. Sasa badala yake unawafukuza watoto wa kike 1400 usiku mmoja hapa Dodoma. Hata hoteli zinatosha kulala. Hawana fedha, wengine wanabakwa. Waende wapi? Hawana chakula, hawana chakunywa, hawana sehemu ya kulala, hawana sehemu ya kuogea, hawana shilingi ya kuishi, hawana chochote. Mnataka waende wapi? Hata sehemu pekee ambapo wanafunzi wao wangeweza kulilia nchi yao ni kupitia wabunge. Na kwenye bunge tunaomba, hata uzuri na shukuru ameanza mbunge wa CCM Kamili. Kakosea kanuni. Nimekuja na kanuni mbili ya swala dharura na kuahirisha mjadala tujadili mustakabali wa wanafunzi 7802 kwa chuo cha UDOM. Alafu naibu spika anasema sio swala dharura. Watoto wa kike wanabakwa mjini wanasema sio swala dharura. Na wewe ni mwananispika mwanamke. Haiwezekani. Watu hawani wako mtaani afu unasema unawapelekea polisi. Sasa polisi wamejaa tena afu unakuja unasema alafu unamtoa mbunge nani kwa kutetea maslahi ya Watanzania. Hoja iko pale. Tatizo hili la dharura, vinginevyo na ili bunge lifungwe tuondoke. Kwa sababu kuna watu 7000 ambao wako mtaani hatujui hatimao ni nini. Wako hapo stendi kaangalia ndio sasa. Sawa Mheshimiwa Nassari. Serikali imesema kwamba ilikuwa inachukua hatua kwa ajili ya kutatua mgogoro. Kwa ndani ya mwezi mzima hapakuwa na suluhu yoyote. Wameona baada ya watoto kuteseka warudi nyumbani. Alafu serikali unachukuaje hatua kwa kufukuza mwanafunzi ambaye anakosa kumpa masaa 24 peke yake? Hana nauli. Mpelekee basi kama alivyofanya Nyerere na training, wapeleke nyumbani kwao. Okay, ushauri wenu kwa serikali tujadili tuone namna gani ya kuwasaidia wanafunzi. Ndio kilichobaki ni kujadili. This is all about debate. Sisi ni wawakilishi, kazi ya mwakilishi ni kumwakilisha ambaye hawezi kuingia huko ndani. Wanafunzi wa UDOM waingie bungeni, si ndio wajibu wetu huo? Ni kweli kujadili ni sawa. Ushauri utatoka ndani ya bunge. Wabunge watashauri serikali au sikizeni wabunge anasema songe tusikiza tujadili tu ushauri. Katufukuza. Hatutafanya utii usio na dhamira ya kweli. Sasa baada ya yote hayo tunakutana na wabunge. Na ni pendekezo langu kwa waheshimiwa wabunge wa kambi ya upinzani kwamba tatizo kubwa la bunge la 11 la msingi kabisa ni naibu spika. Na kwa sababu tumeona mara kwa mara bunge linavurugika, mienendo ya bunge inavurugika, maamuzi ya bunge yanapuuzwa, ni tangu kujiwa kwa ujio huu wa mtu anaitwa Tulia Ackton kama naibu spika. Mimi ni pendekezo langu kwenu wabunge leo, la kwanza kabisa katika ajenda yetu ya leo, tujadili ajenda ya kutokuwa na imani na naibu spika. Na katika kutokuwa na imani na naibu spika, nitapendekeza kwenu waheshimiwa wabunge kwamba siku yoyote ambayo spika huyu naibu huyu atakuwa kwenye kiti, sisi tutatoka nje. Sasa hayo mengine yakina tutajadili. Waandishi wa habari, kwa leo hayo yanawatosha. Tumechoka kuonewa katika bunge hili. Kama ni maagizo yanayotoka nje ya bunge ama ya ndani ya bunge, tumechoka kufanywa watoto wadogo kila siku, kufukuzwa bungeni. Na sasa tutataka na sisi kuonyesha kwamba tunaweza kufanya siasa ndani ya bunge na tuna uwezo wa kufanya siasa nje ya bunge.
Wanachodai masikini hao ni elimu, na cha ajabu watu hao wameletwa na programu maalum ya serikali ya awamu ya 4 iliyopita kwa ajili ya kuondoa shida ya tatizo. Taarifa ya kamati ya maadili ambako kwa msukumo na shinikizo la naibu spika walikusudia kumaliza mambo mengine yote wakiona hayana maana, ili kuokoa muda, wapate muda wa kuadhibu wabunge wanaotokana na kambi ya Ukawa ambao kwa misingi ya uwajibikaji wao ndani ya bunge kutetea hoja mbalimbali wanaonekana kwamba wanakosa nidhamu. Sasa kwa sababu ya kutafuta kulazimisha huo muda, waziri anaamua kufunga wizara nyeti kama wizara ya maji, naibu spika, eti ili apate muda wa kwenda kujadili taarifa ya kamati ya maadili. Pili, anaahirisha maelekezo ya kamati ya uongozi wa hoja iliyokuwa mezani kuhusiana na UDOM. Anasema baadaye waziri atapatiwa nafasi nyingine, ili tu kuokoa muda kujadili kamati inayokwenda kufanya maamuzi ya uonevu, kamati ya maadili. Sasa baada ya kuyajadili hayo misingi hiyo mitatu, mliona kambi yetu ilivyo react. Tukitegemea spika angekuwa na busara kumruhusu Mheshimiwa Mnyika atoe hoja yake, au Mheshimiwa Bulaya atoe hoja yake, au Mheshimiwa Heche atoe hoja yake. Ninaomba muambie Watanzania kwamba hatutaki kutokuheshimu kiti cha spika, lakini tunategemea spika aheshimu wabunge, aheshimu mawazo ya wabunge, na aheshimu taratibu za kuliongoza bunge. Na sio wakati wote taratibu nyingine zinazoundwa ni taratibu ambazo ni za haki. Tunapoona taratibu na kanuni zimetungwa kwa ajili ya wingi wa kundi moja za kuzima maslahi ya walio wengi, hatutaziheshimu hizo kanuni, na kama ni kutufukuza bungeni wanaweza. Waliopita mmeona namna ambapo naibu spika ametutaka wabunge wote wa kambi rasmi ya upinzani bungeni kutoka bungeni baada ya kambi kuonyesha dhahiri ulazima wa kiti kusimamia kanuni za uendeshaji wa bunge. Bunge lilipoahirishwa kipindi cha asubuhi, kulikuwa kuna hoja maalum iliyokuwa mezani, na bunge liliahirishwa, kamati ya uongozi ikaitwa ili likafanye wajibu wake wa kushauri spika, na hatimaye spika tutakaporejea saa 10, wajibu wa kwanza ulikuwa ni kuhitimisha hoja ambayo ilikuwa katikati. Si kanuni za bunge, hoja kujadiliwa, ikaishia katikati, ikaja hoja nyingine, ikakamilishwa ile hoja awali ikarejeshwa. Sio utaratibu kabisa wa uendeshaji bunge, na kwa kipindi changu cha miaka yote nimeishi katika bunge hili, huu ni uamuzi wa kituko kuliko ambao nilishawahi kuona wakati mwingine wowote. Kwa kilichokuwa kinapiganiwa na kambi rasmi ya upinzani bungeni kilikuwa ni spika aache tujadili hoja iliyoahirisha bunge asubuhi, ambayo ni hoja iliyohusu sakata la UDOM. Kwa taarifa yenu tu ni kwamba kamati ya uongozi ilikaa, na baada ya kamati ya uongozi kukaa iliona kabisa kwamba wanafunzi wa UDOM hawakuwa na makosa, na kamati ya uongozi ilishauri uongozi wa bunge na ilishauri serikali tutakaporejea bungeni saa 10 jioni, basi waziri wa elimu wanayehusika aje atoe kauli ya serikali kuhusu kuwarejesha wanafunzi ambao bado wako Dodoma, chuo kikuu Dodoma kule UDOM, wakati taratibu nyingine zinafuatwa. Lakini siku ya leo vile vile ilikuwa na mambo mengine mawili makubwa sana. La kwanza ni mjadala wa bajeti ya Wizara ya Maji, wizara ambayo ni nyeti mno, inagusa sana Watanzania walio wengi. Mtakumbuka kwamba wizara hii iliwasilisha bajeti yake siku ya Jumamosi, na leo ulikuwa kuna muda wa msingi sana wa kufanya mjadala wa muhimu kuhusu swala la maji ambalo ni tatizo na kero kubwa kwa taifa. Lakini katika mazingira ya kushangaza na kustajabisha, naibu spika akafanya kosa la pili. Kosa la kwanza
aliacha kuendelea na mjadala uliokuwa uko mezani, lakini kosa la pili akaamua kuufunga mjadala wa maji kwa kumuita naibu waziri aanze kuwasilisha majumuisho, alafu aje waziri kumalizia majumuisho, kwamba sasa Watanzania ama wabunge waninyimwa fursa ya kujadili jambo la msingi sana ambalo ni tatizo la maji linalogusa maisha ya Watanzania wa kawaida. Lakini kwa taarifa zenu, wa ndugu waandishi wa habari, katika oda ya pepa ya leo vile vile kulikuwepo